tawi lao wameka porini, wao wameka town kabisa center. Ukipita hapa katikati ndipo pana roundabout maeneo ya Saza. Kwa hivyo ni furaha kikubwa sana kwa mashabiki wa Simba, lakini matuambie mmepoteza goli 2-0. Tutatoboa game ijayo? Nataka niwaambie kwamba wana Simba wawe na imani na timu yetu. Kwanza tumekamilika. Kwanza tuko imara. Yaani wakitaka wajue waulize Oloya. Oloya walikula goli 7. Hatoki mtu kwa Mkapa. Ule ni uwanja wa machinjioni. Watachinjwa, watakatwa, watatashangenta. Bana, ili vibe la mashabiki wanakuambia kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Pale ndipo ambapo machinjio yalipo. Wanaita Estadio de Benjamin Mkapa, machinjio ya Wanalunyas Msimbazi. Wale mnatoboa? Tunatoboa, hatoki mtu. Ukitazama na kufa ngapi hivi Al-Masry? 6 hivi. 6 kwenda juu. Bwana 6 kwenda juu. Kwenda juu. Atoboi, yani atoboi. Amuulize Oloya kilichomkuta ni nini? Bwana, wapinzani wao wanasema kwamba ninyi ni akina Mwakarobo. Jana mmegonga goli 2-0. Je, mtaishia kuitwa Mwakarobo au tunatinga hatua nusu finali mpaka finali? Ani mwaka huu ni ubaya ubwela. Mwakarobo hapo tunaishi mwisho leo. Lakini mwaka huu mpaka finali tunataka kombe. Simba! Kombe tunalitaka. Wapinzani tunapiga kwanza goli 4 na kuendelea. Yaani ni ubaya ubwela. Kwani kwa nini unatamba hivyo? Nini hasa kinakupa jeuri kuamini kwamba mnashinda goli 4 kuendelea? Unajua mwenyewe tu Benjamin Mkapa Stadium. Yaani Benjamin Mkapa, ukiweka Kibdi, mkandaji, Elia Mpanzu, hauwa pale katikati. Kwa namba 10. Watoboi. Bale, pembeni kuna dada nimemwona amefanya hivi. Hii ni alama ya nini dada? Tunachinja, si ndo ubaya ubwela, sio ubaya ubwege. Si unajua tena. Unaongea hapa na Sofia Mweusi aka mstaafu wa Mjanja, shabiki wa Simba kindakindaki kutoka Saza. Sema oyo! Amepigwa goli 2-0. Ukitazama chama lako chini ya mwalimu Fadu Davis mtaalamu, mnatoboa goli ngapi kumtoa huyu Al-Masry? Tunaanzia 3. Kule wametupiga 2, huku tunakuja kuwapiga 4. Kwa Mkapa hatoki mtu. 4-1 kama shabiki mwenzangu alivyosema, 4-1. Kwa Mkapa hatoki mtu. Sisi ndo ubaya ubwela. Bale, ubaya ubwela wana Msimbazi atoka maeneo ya Saza. Tawi jipya hili, tawi la Saza. Unaambia ndio ukanda wa dhahabu. Kama hujafika Saza sogea afu utaona namna ambavyo mambo jinsi yalivyo. Watu wameshine sana mashabiki wa Simba. Bana sogea shabiki wa mzee wa Lunyasi. Sasa hii imeandikwa Sanda. Kuna shabiki mmoja akasemaje ili neno litatumika kuwazika au Al-Masry. Sasa hiyo alivyosema itawazika na kweli itawazika. Na katika mechi zote tulizokutana nazo za kimataifa, yani mechi ngumu ilikuwa ni Al Hilal. Al Hilal kwa tulitoa nao draw na walijua tu sasa tutapita, lakini waliona kile kiliwakuta kwa Mkapa. Yani kwa Mkapa atoki mtu. Uwanja wa machinjioni baba. Kwa salamu hizi mnazitumaje sasa kuelekea kwa Al-Masry? Nyinyi kama watu wa Saza ukiwakilisha pia salamu zako ni zipi kwa Al-Masry? Yaani waambia Al-Masry waje wajipange. Yaani kwa Mkapa atoki mtu. Anakuja kufia kwa Mkapa. Anarudi kwao na kilio. Kwa hiyo mkandaji Kibdi wakati wake wa kutamba. Kibdi yupo na rafiki yake amekuja sasa, Elie Mpanzu. Anayewasumbua kila timu akikutana nao. Lazima wamuogope. Elie Mpanzu pale. Bana, hao ni mashabiki wa kikosi cha Simba katika tawi la Saza. Bana, sogea ambaye hajazungumza pia hapa tupige naye story. Hii ni Manara TV, tuko live tukiendelea kutamba moja kwa moja tokea maeneo ya Saza hapa mkoa wa Songwe. Bana, hujavaa jezi lakini ni shabiki wa Simba, si ndio? Mimi naniwakilisha hapa. Onyesha kabisa hivi kwanza. Hii hapa. Naitwa Sky Pambano Patson. Kwanza moja kwa maana ushukuru uongozi wangu wa Saza, uongozi wa Simba kutuletea mambo kama hapa. Wengi wamepambana sana nao waweze kufika mjini hapa. Moja kwa moja nani ubaya ubwela umeanzia Saza. Awali Al-Masry wanakufa goli 4-1. 4-1 anakufa Al-Masry. Anakufa 4-1 na tunavuka tunaenda mbele. Tunafika hatua nusu finali mwaka huu. Mwaka huu mpaka nusu finali au mpaka finali? Mpaka finali tunatoboa. Hatutishiwi na mtu. Bana, mashabiki wa Simba hapa wanakuambia kwamba mnyama Simba yeye anahakikisha kwamba anatoboa goli si chini ya 3 kuhakikisha kwamba wanapambana ili wamtoe Al-Masry. Ni katika kuhakikisha kwamba anavuka kwenye hatua ya robo finali ambayo imekuwa ni kigingi kikubwa sana kwa mnyama Simba. Kila kiishia hatua ya robo finali katika michuano mingi sana. Michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation amekuwa akiishia hapo, lakini wakati huu wanakuambia wanahitaji kuvuka katika hatua hii kusogea mpaka nusu finali ama finali. Bwana, hii ni Manara TV, mimi naitwa Pascal Ndambo.